Naam, habari kubwa asubuhi hapa tunaambiwa kwamba Urusi pamoja na Ukraini wamekubaliana kusitisha mashambulizi baharini. Hata hivyo, Urusi imesema kwamba makubaliano hayo kuhusu Bahari Nyeusi hayatatekelezwa hadi baadhi ya benki zake zirejeshwe katika mfumo wa kifedha wa kimataifa. Marekani imefikia makubaliano tofauti na Ukraini pamoja na Urusi, ambapo nchi hizo zimekubali kusitisha mashambulizi baharini na dhidi ya miundombinu ya nishati. Rais Donald Trump ameahidi pia kushindikiza kuondolewa kwa baadhi ya vikwazo dhidi ya Moscow, hususan katika sekta ya kilimo pamoja na mbolea, suala ambalo limekuwa likidaiwa na Urusi kwa muda mrefu. Hata hivyo, Urusi imesema kwamba makubaliano hayo kuhusu Bahari Nyeusi hayatatekelezwa hadi baadhi ya benki zake zirejeshwe katika mfumo wa kifedha wa kimataifa. Naye Rais wa Ukraine Zelensky amesisitiza kuwa makubaliano hayo hayatakiwi kutegemea kuondolewa kwa vikwazo, akiita kauli ya Crimea ni jaribio la kujaribu kuchocheza kabisa utekelezaji wa makubaliano hayo. Mazungumzo hayo ambayo yalifanyika Saudi Arabia baada ya Trump kuwasiliana na marais wote wawili, ambayo yanaonekana kama ni hatua ya kwanza muhimu kabisa kuelekea katika lengo lake la kusimamisha vita nchini Ukraini ambavyo vimeanza miaka mitatu iliyopita. Na wakati huo huo, tunaambiwa kwamba takriban viongozi 30 watakutana Paris kujadiliana na Rais Zelensky jinsi ya kuimarisha usaidizi wa kijeshi pamoja na kutathmini dhima ya usaidizi huo iwapo mkataba wa amani utatiwa saini pamoja na Urusi. Hayo yamefanyika wakati ambapo Rais Zelensky ameitaka Marekani kutoyakubali matakwa ya Urusi katika vita vya Urusi ambavyo vimedumu kwa miaka mitatu nchini Ukraini. Mkutano huo wa tatu wa kilele ambao Ufaransa umeuita ni muungano wenye nia na wanaoweza kuwaleta pamoja viongozi kama Waziri Mkuu wa Poland Donald Tusk, Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Kujihami ya NATO Mark Rutte, Waziri Mkuu wa Italia Giorgia Meloni pamoja na Makamu Rais wa Uturuki. Wanasema katika mkutano pamoja na waandishi wa habari ambao ulifanyika pamoja na Rais Zelensky usiku wa kuamkia leo hii, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameelezea haja ya Ukraini kuendelea kusaidiwa kivita. Amesema kwamba tunastahili kuendelea kuisaidia Ukraini kwa sababu ni muhimu kuendelea kupambana na mashambulizi ya Urusi. Leo natangaza msaada wa ziada wa kijeshi na wa euro takriban bilioni 2 kutoka Ufaransa kwa ajili ya Ukraini, alisema rais huyo. Zelensky amesema kwamba mbali na hatua hiyo ya msaada kutoka Ufaransa, washirika wengine wa Ukraini wanaweza kutangaza misaada yao siku ya leo na kuwa Marekani haitakuwa kwenye mkutano huo wa kilele. Maafisa wa Ufaransa wanasema matokeo yake yatawasilishwa katika utawala wake pia. Mazungumzo katika mkutano huo yanajikita katika kuimarisha Ukraini kijeshi ili kuzuia mashambulio ya baadaye na jinsi ya kuangalia usitishwaji wa mashambulizi katika shabaha za baharini pamoja na miundombinu ya nishati kama ilivyojadiliwa katika mazungumzo ambayo yameongozwa na Marekani wiki hii nchini Saudi Arabia. Maafisa wameliambia shirika la habari la Reuters kuwa juhudi za Ulaya ambazo zinaongozwa na Macron pamoja na Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer kwa ajili ya kubuni mipango ya usalama kwa Ukraini zinahamia kutoka katika kutuma vikosi vya kijeshi pamoja na kuzingatia mbadala, kwa kuwa wanakabiliwa na vizingiti vya kisiasa pamoja na kimkakati na uwezekano wa Marekani pamoja na Urusi kupinga mipango yao. Waraka wa mkutano huo ambao umeonekana na Reuters umeonyesha kwamba kutakuwa na mpango wa kuunda kikosi kitachokuwa nchini Ukraini mbali na mstari wa mbele wa mapigano kama ni sehemu ya makubaliano ya baadaye ya amani ambayo yatakayoungwa mkono na Marekani. Kikosi hicho kitakuwa na jukumu la kuhakikisha usalama na kuzuia uvamizi wa baadaye wa Urusi. Hayo yakiarifiwa, Rais wa Ukraine Zelensky amesema kwamba anaitaka Marekani pamoja na washirika wengine wa Ukraine kutoka nchi za magharibi kutokubaliana na matakwa ya Urusi katika vita ambavyo vinaendelea. Zelensky amesema kwamba Urusi imeweka matakwa mengine ya ziada kwa ajili ya kutekelezwa kwa mkataba wa amani katika Bahari Nyeusi pamoja na miundombinu ya nishati, ikilenga kupunguzwa kwa shindikizo la vikwazo ambavyo vimewekwa. Rais huyo wa
Ukraine amesema kauli za Marekani za kuiunga mkono Urusi ambazo zinadhoofisha shindikizo kwa Urusi ni juhudi za kuleta amani katika mzozo huo mkubwa wa Ulaya tangu vita vya pili vya dunia. Na wakati huo huo, jeshi la Korea Kusini limesema kwamba Korea Kaskazini imetuma kikosi cha wanajeshi takriban 300,000 zaidi mwaka huu pamoja na makombora na silaha zingine kuisaidia Urusi kupambana na Ukraine. Urusi pamoja na Korea Kaskazini hazijathibitisha taarifa hizo, ila mataifa hayo mawili yalisaini mkataba wa kijeshi mwaka jana. Rais Putin alifanya ziara ya nadra Korea ya Kaskazini. Mpenzi mtazamaji, kule Mashariki ya Kati tunaambiwa kwamba afisa wa ngazi ya juu katika kundi la Hamas ameuawa pale Gaza. Kundi la Hamas la Palestina limearifu kuwa mmoja wa wasemaji wake Abdul Latifa ameuawa mapema siku ya jana katika shambulizi la anga ambalo lilifanywa na jeshi la Israeli katika ukanda huo. Kauli ambayo imetolewa na kundi la wanamgambo hao wa Palestina la Hamas limearifu kuwa msemaji wake Abdul Latifa ameuawa katika shambulio la moja kwa moja akiwa ndani ya hema huko Jabalia. Katika shambulio jingine tofauti na hilo, watu 6 wa familia moja wameuawa na wengine kadhaa ambao idadi yao haijatajwa wamejeruhiwa. Jeshi la Israeli lilisema wiki iliyopita kuwa lilimuua mkuu wa shirika la usalama wa ndani la Hamas Rashidi katika shambulio la anga siku kadhaa kabla. Kundi la Hamas liliwataja Ezes pamoja na Dalizi, mkuu katika serikali ya kundi katika ukanda wa Gaza, pamoja na mkuu wa wizara ya mambo ya ndani Mahmoud Abu Khalifa kuwa ni miongoni mwa maafisa wake ambao umeuawa katika shambulizi la anga la Israeli. Wizara ya afya iliyo chini ya Hamas, takribani watu 855 wameuawa tangu Israeli ilipoanza tena vita katika ukanda huo baada ya awamu ya kwanza ya kusitisha mapigano kumalizika Machi 18. Israeli inaendeleza operesheni zake katika ukanda wa Gaza, wakati hivi leo bunge katika nchi hiyo limepitisha sheria muhimu katika mpango wa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu wa kuifanyia mageuzi mahakama. Katika upande mwingine, sheria hiyo mpya ambayo imekumbana na ukosoaji mkubwa, kamati ya uteuzi za mahakama itapewa nafasi 2 kati ya 9 kwa wanasheria watakaoteuliwa na serikali kwa kushirikiana na upande wa upinzani. Nafasi hizo kwa sasa zinashikiliwa na chama cha wanasheria wa Israeli. Wateuliwa hao wapya wa kisiasa watakuwa na kura ya turufu ya kupinga uteuzi zozote katika mahakama kuu nchini Israeli. Katika hatua nyingine, waasi wa Kihouthi ambao wanaungwa mkono na Irani wamethibitisha kuwa wamefanya mashambulizi ya makombora ambayo yalilenga uwanja wa ndege wa Kumbi moja jeshini nchini Israeli pamoja na meli ya kivita ya Marekani. Msemaji wa waasi hao Yahya Suleiman amesema kuwa kikosi cha makombora kililenga uwanja wa ndege katika eneo ambalo linakaliwa kimabavu la Yafa na kutumia kombora la Dufla Kaita na kulilenga pia eneo la jeshi kusini mwa Jafla na kutumia kombora la balistiki. Operation hiyo imefanikiwa kutimiza kikamilifu malengo yake. Mapema siku jana Alhamisi, kabla ya tamko la Kihouthi, jeshi la Israeli lilitangaza kuwa limefanikiwa kuzuia makombora mawili kutoka Yemen kabla ya hatua katika ardhi ya Israeli. Waasi wa Kihouthi wamekuwa wakirusha makombora pamoja na droni dhidi ya Israeli kama ishara ya kuonesha mshikamano na wapiganaji wa Hamas.